Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu katika makala ya leo ambapo tunaenda kuangalia sababu zinazosababisha laana katika familia. Moja kwa moja, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa mbalimbali ambazo tunakuletea. Karibu na tuianze makala yetu. Laana katika familia hutokea kutokana na matendo maovu, uasi dhidi ya Mungu na uvunjaji wa misingi ya kiroho. Visababishi vikuu ni pamoja na dhambi, matendo ya ukatili na ushirikina katika familia. Laana katika familia asili yake ikiwa ni uasi pamoja na dhambi kubwa iliyofanywa na wazazi au mababu, kama vile kuabudu miungu wengine, dhulma au mauaji ambayo huacha mlango wazi wa mateso kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Pia visababishi vingine vinavyoweza kuleta laana katika familia ni pamoja na kuwavunjia heshima wazazi, kumtegemea mwanadamu badala ya Mungu. Sasa tukatazame sababu za laana ambazo zinatokea katika familia. Sababu yake ni nini? Na karibu twende tukaangalie. Moja ni kuabudu sanamu na miungu wengine. Kuabudu sanamu kunaweza kuleta laana katika familia na vizazi vijavyo. Biblia inaonya wazi kwamba kitendo hiki kinamchukiza Mungu na huleta matokeo mabaya kwa familia inayohusika. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura 27 aya 15 inasema kuwa, na alaaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga au ya kusubu, machukizo kwa Bwana, kazi ya mikono ya fundi, akaisimamisha kwa siri, na watu wote wajibu waseme amina. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura 20 aya 4 hadi 5 inasema kuwa, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Sababu ya pili inayoweza kusababisha laana katika familia yako ni kuwavunjia heshima wazazi, yani baba na mama. Kuwavunjia heshima wazazi, yani baba na mama, kunaweza kuleta laana na matokeo mabaya katika familia. Hii ni kutokana na maandiko matakatifu. Biblia inaonya vikali dhidi ya dharau au utovu wa heshima kwa wazazi, ikionyesha kuwa heshima kwako huleta baraka na maisha marefu, wakati kuwadharau huleta laana na giza. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 27 aya 16 inasema kuwa, na alaaniwe amdharauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Ukisoma kitabu cha Mithali sura 20 aya 20 inasema kuwa, amlaanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Pia kitabu cha Mithali sura 23 aya 22 inasema kuwa, msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Sababu ya tatu inayoweza kusababisha laana katika familia yako ni pamoja na kufanya dhulma kwa wanyonge. Kufanya dhulma kwa wanyonge kunaweza kuleta matokeo mabaya na laana katika familia, kama ilivyoorodheshwa katika maandiko kupitia Mithali sura 22 aya 16, lakini pia Habakuki sura ya 2 aya 12 na Zekaria sura ya 7 aya 9 hadi 10. Mungu anachukia uovu na anaonya kuwa matendo ya udhalimu kwa maskini yanaathiri ustawi wa kizazi na familia nzima. Ukisoma kitabu cha Zekaria sura ya 7 aya 9 hadi 10 kinasema kuwa, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, fanyeni hukumu za haki, kila mtu na amwoneaye ndugu yake rehema na huruma. Tena msimdhulumu mjane wala yatima wala mgeni wala maskini wala mtu awaye yeyote miongoni mwenu, asiwaze mabaya juu ya ndugu yake moyoni mwake. Ukisoma kitabu cha Wakolosai sura 3 aya 25 inasema kuwa, maana amdhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Sababu ya 4 inayoweza kusababisha laana katika familia yako ni pamoja na kumtegemea mwanadamu na kuacha kumtumainia Mungu. Kumtegemea mwanadamu badala ya Mungu kunasababisha hasara kubwa ya kiroho, ikiwemo laana
kuondokana na baraka na moyo kuwa mbali na Mungu. Vifungu vikuu vya Biblia vinavyoeleza hili ni pamoja na Yeremia sura 17 aya ya 5 na Zaburi sura ya 146 aya ya 3. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura 17 aya ya 5 inasema kuwa Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, afanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Ukisoma Zaburi sura ya 146 aya ya 3 inasema kuwa msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Sababu ya 5 inayoweza kupelekea laana katika maisha yako au katika familia yako ni kutenda uzinzi au uasherati na mahusiano haramu. Kutenda uzinzi na uasherati au mahusiano haramu huleta madhara makubwa ya kiroho na kimaadili katika familia, kama ambavyo imethibitishwa na maandiko mbalimbali ya Biblia yanayoonya kuhusu uvunjaji wa utukufu wa ndoa na mwili. Dhambi hii huvunja agano la ndoa na kupunguza heshima ya mtu ndani ya jamii na familia yake. Biblia inaeleza kuwa uzinzi na uasherati ni dhambi zinazotendwa ndani ya mwili wenyewe, hivyo huleta jeraha la moja kwa moja kwa nafsi na uhusiano wa mtu na Mungu. Matendo mabaya ya ukoo na tabia za uasi huweza kuacha alama ya mifano mibaya inayoweza kuathiri mienendo ya vizazi vijavyo. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 aya 18 inasema kuwa ikimbieni zinaa, aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 6 aya 32 kinasema kuwa mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Ukisoma kitabu cha Waibrania sura ya 13 aya 4 inasema kuwa ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Hayo ndiyo mambo 5 makubwa ambayo yanaweza kuleta laana katika familia yako. Ni wajibu na ni wakati sasa hakikisha kwamba unayakimbia mambo hayo ili kuepukana na kikombe cha laana katika familia yako. Nikusihi sana, endelea kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu ambazo tunakuletea ndani ya Keko Media. Asante na kwaheri.